Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2025. Baba yetu anajali. Hii ni mwezi Februari, tukiangazia mada kuu isemayo maisha yangu leo. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo ni Februari 5 ya mwaka wa 2026. Mada ikisema dunia yote itaangazwa. Mada leo imejengeka katika Ufunuo wa Yohana sura ile ya 18 aya ya kwanza, ambapo neno la Mungu linasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Mungu anaigusa kila akili ambayo imefunguliwa ili kupokea mguso wa Roho Mtakatifu. Anawatuma wajumbe wetu ili waweze kutoa maonyo kila mahali. Mungu anajaribu kujitoa kwa makanisa yake na utayari wao katika kuonesha utii kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Maarifa yanapaswa kuongezwa. Wajumbe wa mbinguni wanapaswa kuonekana wakikimbia huku na kule, wakitafuta kila njia iwezekanayo kuwaonya watu juu ya hukumu inayokuja na kuwasilisha habari njema ya wokovu kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kiwango cha haki kinapaswa kuinuliwa. Roho wa Mungu anaigusa mioyo ya watu, na wale wanaoitikia mwito wake watakuwa nuru kwa ulimwengu. Kila mahali wanaonekana wakisonga mbele ili kuwasilisha kwa wengine nuru ambayo wameipokea, kama walivyofanya baada ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu kwenye siku ya Pentekoste. Na kadiri wanavyoruhusu nuru yao kuangaza, wanapokea zaidi na zaidi uweza wa Roho Mtakatifu. Dunia inaangazwa kwa utukufu wa Mungu. Ujumbe huu utahitimishwa kwa nguvu na uthabiti kuliko kilio cha usiku wa manane. Watumishi wa Mungu wakiwa wamejazwa na nguvu kutoka juu, nyuso zao zikiangazwa na kung'aa kwa wajibu mtakatifu, walisonga mbele ili kutangaza ujumbe kutoka mbinguni. Wengi walikuwa wakimsifu Mungu, wagonjwa waliponywa na miujiza mingine ilitendeka. Roho ya maombezi ilionekana kama ambavyo ilidhihirishwa kabla ya siku kuu ya Pentekoste. Mamia na maelfu walionekana wakizitembelea familia na wakifungua mbele yao neno la Mungu. Mioyo iliongolewa na nguvu ya Roho Mtakatifu, na roho ya uongofu wa kweli ilidhihirishwa. Kila upande milango ilifunguliwa wazi ili kuhubiriwa kwa ukweli. Ulimwengu ulionekana kuangazwa kwa mvuto wa mbinguni. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Februari 5 ya mwaka wa 2026, tukiangazia mada isemayo dunia yote itaangazwa. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili la kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo,
Pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza